Welcome to Kibosha TV. Naam, ndugu zangu wana Kibosha, jambo sasa limekuwa jambo, hayawi hatimaye yamekuwa. Kazi ngumu hatimaye imekuwa nyepesi. Ndugu zangu, tuwape habari kwamba tuliwaahidi eneo hili korofi lenye urefu wa mita 100 tutalitengeneza kwa kiwango cha zege katika barabara hii ya kutoka kwa Kibosha stendi na kwenda Mapinga sekondari. Taarifa yetu ya mwisho ambayo tuliwapa wana Kibosha, ujenzi wa barabara hii kwa kiwango cha zege ulifikia 80%. Leo tunawapa habari kuwa zile mita zetu 100 zimefikia 100%, kwamba zimekamilika. Jambo limekuwa jambo kipekee kabisa. Tunatoa shukurani za dhati kabisa kwa Mungu muumba ardhi na mbingu, muumba wa viumbe vyote, Mungu ambaye anaoperate mambo kwa namna ambavyo yeye anaamua yawe. Lakini tunamshukuru sana Mungu kipekee kwa kuwawezesha wana Kibosha kuamua kwa maksudi kuchangia zoezi hili, na watu ambao wako nje ya kwa Kibosha wakaamua kutoa fedha zao, nguvu zao, ili barabara hii ya kiwango cha zege iweze kutengenezeka. Ndugu zangu, ni furaha isokifani kwa jambo kukamilika, ni raha ya aina yake kwa shughuli kwisha. Ndugu zangu, hatua ya awali hii imetupima namna gani tunaweza. Hatua hii imetutengeneza. Hatua hii tunaigeuza kwenda kuwa study case katika maeneo mengine. Ndugu zangu, gari sasa linawaka, tunakwenda kuchapa kazi. Hapa tuna allergy na madimbwi yote korofi, ni mwendo wa drifti, ni mwendo wa zege. Lazima tuwe na barabara ambazo kila ukipita ukiendesha unajisikia raha kwamba nipo kwa Kibosha hapa Mapinga, Bagamoyo, nchini Tanzania. Ndugu zangu, ni raha kweli kweli. Sasa ndugu zangu, niwape habari kuwa zoezi la ukarabati rasmi limetamitika. Hatua zilizobaki ni hatua za nakshi, ni hatua za maboresho ya hapa na pale basi, lakini msingi wa jambo wenyewe umemalizika. Tuko na raha, tuko na furaha, tuko na amani kweli kweli. Lakini ndugu zangu, niwape habari njema. Daktari Samia kutuacha hivi hivi, ametuunga mkono. Kama mkiona barabara leo, greda liko site, lakini compactor iko site, inachonga barabara yote na kushindilia barabara yote kutoka hapa eneo la zege mpaka Belma, kutoka kwa Kibosha stendi mpaka Belma, kuhakikisha barabara hii sambamba na eneo hili lenye zege lililo zuri na maeneo mengine yasiyo na zege yanakuwa mazuri maradufu. TARURA wako site, TARURA wanachapa kazi, wako site. TARURA wameunga mkono juhudi chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu, ni encouraging ya aina yake, ni nguvu ya aina yake, ni raha ya aina yake, ni motisha ya aina yake. Ndugu zangu wana Kibosha, tunawaambia sasa tunakwenda kuratibu zoezi la uzinduzi wa barabara hii rasmi kuanza kutumika. Hatutakawia, haraka tunakuja kuwapa mpango ni lini tunafanya uzinduzi wa barabara hii, ambako siku hiyo tutawasomea fedha kamili ambazo zimetumika hapa na namna zilivyopatikana. Tutawapa full details hapa siku hiyo. Siku hiyo tutakuwa na bodaboda wote, machalii, washikaji, masela, marafiki wote wa kwa Kibosha na wananchi wa kwa Kibosha wote. Siku ya mtoko itakuwa ni hapa kwa ajili ya uzinduzi wa barabara yetu hii. Ndugu zangu, kipekee nichukue nafasi hii kuwaomba wana Kibosha ya kwamba katika kuiunga mkono serikali yetu tuwaachie majukumu mazito. Haya ya kawaida ni saizi yetu, tunayaweza. Tujipange sasa kuyatekeleza kwa pamoja. Sisi tuko tayari, na nawapa habari njema kwa mtaa, kwa balozi ambaye anasema tuanze na yeye.
Tayari ndani tuna nondo za BRC za takriban mita 50, zaidi ya mita 50 tunazo ndani, ziko pale ofisini. Zile nondo zimebaki kutoka katika huu mradi hapa. BRC zile ni kwa ajili ya mitaa yetu. Sasa ni sisi kuja huko kuumia kidogo kwenye sementi, mchanga na vitu vingine vidogo vidogo na kaposho ka ufundi kale, mambo yaende yakawe mambo. Sisi tuko tayari kutumika nanyi, tuko tayari kuwatumikia. Ndio kazi tuliyoiomba. Hatujaomba kuwa watawala, tumeomba kuwa watumwa wenu, na tuko tayari kuwatumikia. Ndugu zangu wana Kibosha, tunawashukuru wote ambao mmejipanga, mmetupa michango yenu. Kipekee tunawashukuru ndugu zetu wa TARURA kuunga mkono juhudi hizi kwa kukamilisha uchongaji wa barabara hii hapa mwanzo mpaka kule mwisho. Lakini kipekee pia tunawashukuru sana serikali yetu kuona kwamba katika barabara hii mwenge upite hapa na hatimaye uende ukazindue mradi wa maji kule, kwamba barabara hii ndio itumike kupitisha mwenge wa uhuru, iende ikazindue mradi wa maji kule. Nichukue nafasi hii kuwaomba wana Kibosha wote, siku ya mwenge tujae kwa wingi kweli kweli, tujae wa kutosha, tuhakikishe tunakuwa na vibe la aina yake, watu wajue kwamba this is Kibosha bwana, haina mfano na vitongoji vingine bwana. Ndugu zangu, baada ya kuzungumza hayo, mwisho kipekee pongezi za dhati, salamu za dhati ziende kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunamwambia kuwa mama, sisi kwa Kibosha tunaelewa namna ambavyo unalitumikia taifa hili. Sisi kwa Kibosha tunaelewa namna ambavyo umeshusha fedha katika halmashauri mbalimbali nchi hii, namna ambavyo fedha zimeshuka katika taasisi mbalimbali kubwa nchi hii, namna ambavyo umeimaliza miradi yote ya kimkakati, namna ambavyo unaendesha uongozi katika namna ya kazi na utu. Tuna appreciate. Katika kukuunga mkono, sisi tunakuunga mkono kwa vitendo. Daktari chapa kazi, kwa Kibosha tuko nyuma yako. Daktari chapa kazi, endelea kuunga mkono juhudi hizi, na sisi tunakuunga mkono wewe, tuna appreciate juhudi zako. Asanteni wana Kibosha. Salamu ziende kwa viongozi wetu, kwa Mheshimiwa CPA Subira Hamisi Mgaru, tumemwomba mama aje kuwa mgeni rasmi ikimpendeza. Salamu ziende kwa DC Shaibu Isa Ndemanga. Salamu ziende kwa RC wetu mzee pale Alhaji Abubakari Kunenge. Kwa ndugu zangu, tuna appreciate viongozi wetu, tuna appreciate timu nzima ya wilaya, mkoa na taifa kwa ujumla. Tuna appreciate. Asanteni. Mmekuja kutu encourage wakati tunajenga, mmetutembelea kisha mkaenda. Tunawashukuru sana. Mmetupa moyo leo kuona TARURA wako field wanakarabati huku mbele. Ni wazi kuwa mna appreciate juhudi hizo. Asanteni, nashukuru sana. Naomba kuwasilisha kwenu. Asanteni sana.